Karibu katika episode ya 3. Kama bado hujatazama episode ya 2, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Na tulipokuwa tumekomea katika episode iliyopita ni mara baada ya kumshuhudia bidada Yurang akiwa anaingia katika ofisi ya Mwamba Jisok na moja kwa moja akachukua funguo za kwenda kuingia katika maandaki yanayopatikanika katika stesheni ya treni. Na kama ndio kwanza unaungana nasi, basi hakikisha unagusa alama ya kusubscribe, alama ya kulike ili tuweze kwenda pamoja. Bidada kilo ngumu sana alichukua zile funguo na moja kwa moja akafungua mlango ambao ulikuwa unaelekea katika maandaki, na alipoweza kufungua, huku ndani kulikuwa kunatisha sana, kwani kulikuwa kuna giza zito. Na wakati bidada Yurang anaendelea kutembea huko katika maeneo ya subway, alishtuka kwamba ni kama kuna mtu alikuwa akimfuata nyuma yake. Kwanza bidada aliganda, akaogopa sana. Ila kuna mwamba mmoja alikuwa amevalia kofia nyeusi. Huyu jamaa alikuwa ameshika bonge la lungu. Alipoweza tu kumwona bidada akampiga nalo kichwani na bidada akawa ameangukia katika leli. Hasa asante Mungu, Mwamba Jisok alikuwa akiondoka baada ya kupigiwa simu ya dharura, akakumbuka kwamba alikuwa amesahau wallet yake ofisini. Ile anarudi anagundua kwamba mazingira ya ofisi ni kama kuna mtu alikuwa ameingia hapa. Kwanza kabisa akaanza kufanya operation ya kupeleleza kutaka kujua ni kitu gani ambacho kimepungua katika ofisi, na aligundua kwamba ni ufunguo unaoelekea katika maeneo ya ndaki kule kwenye treni. Basi moja kwa moja Mwamba alifanikiwa kumwona bidada Yurang, na bidada Yurang akasema unatakiwa kumkimbiza mtu mmoja hivi amevalia mavazi meusi, huenda huyo ndo Grasshopper. Basi Mwamba bila hata kupoteza muda akaanza kumfukuza mshikaji. Sasa jamaa inaonekana haya ni maeneo yake sana, kwani alikuwa anakimbia fresh tu katika maeneo ya leli, lakini kwa upande wa Mwamba Jisok akajikuta inakuwa ngumu sana kwake, na mwisho wa siku jamaa alikuwa ameanguka. Lakini huyu kibaka alikuwa akikimbia, alikuwa amebeba begi pamoja na lungu, na alikuwa ameweza kuviangusha wakati anakimbia. Hasa ile kwenda kutazama mizigo ambayo huyu kibaka alikuwa ameiangusha, wakaja kugundua kwamba huyu kibaka alikuwa ameangusha hata wallet ambayo ilikuwa inamilikiwa na mkuu wa kituo cha polisi. Na mpaka kufikia hapa Mwamba Jisok akawa ameelewa wazi kabisa kwamba huyu mtu ndio Grasshopper, mtu ambaye alikuwa amewapiga tukio wakiwa kwenye train. Mwamba Jisok kwanza akamtazama bidada kwa hasira sana, akasema ni kwa nini ulikuwa katika ile eneo peke yako na nani aliyekupa ufunguo wa huku? Lakini bidada hakusema kabisa kwamba alikuwa anakuja kumtafuta dada yake, ila alikuwa anatamani kufahamu, je, kuna mzimu wowote ambao unashindaga katika maeneo haya ya maandaki? Lakini Mwamba Jisok akasema kwamba inaonekana wewe ni msumbufu sana, kwanza umeniibia ufunguo wangu, umenikosea sana tu. Lakini Mwamba Jisok wakati anaondoka na bidada Yurang, yule mwamba alikuwa amevalia mavazi meusi akawa amejitokeza na alikuwa akiwatazama namna ambavyo anaondoka. Walipoweza kurudi ofisini wakaanza kuunganisha matukio, inakuwaje hii wallet ikutwe katika maeneo ya andaki? Basi wakaanza kufanya tafiti zao na walikuja kugundua kwamba wale watu ambao walikuwa wamevaa vinyago siku ile ya matukio, miongoni mwao mmojawapo anaonekana kwamba alikuwaga ni Grasshopper, yani panzi. Na Mwamba Jisok akaendelea kuuliza tena, wewe bidada Yurang uliingia kule katika maandaki kufanya nini? Nilikuuliza mara ya kwanza, nataka jibu lako sasa hivi. Lakini bidada akasema nilikwenda kufanya patrol zangu tu. Na Mwamba Jisok akasema ni hatari sana kwa mtoto wa kike kuingia kule katika yale maeneo ya maandaki, kwa sababu kuna mtu ambaye inasemekana aliwahi kuingia kule katika maandaki na alipotelea huko mazima, hajawahi kurudi tena. Mwamba akaendelea kuongezea akisema kwamba kama siku nyingine ukirudia kuniibia ufunguo na kuingia kule katika yale maeneo, basi hakika nitakwenda kufukuza kazi. Lakini bidada Yurang bado anaamini kwamba dada yake lazima atakuwepo katika maeneo haya ya stesheni ya treni. Kwa hiyo leo akaendelea tena kufanya upelelezi wake kama kawaida. Hasa bwana alifanikiwa kumwona mwamba mmoja hivi alikuwa amevaa ovyo ovyo, alafu huyu mwamba ni kama alikuwa anamfuatilia mwanamke fulani hivi. Hasa wakati huo bidada Yurang anaendelea kumfuatilia huyu mtu ambaye anamuhisi labda atakuwa na jambo fulani la tofauti, lakini naye pia alikuwa anafuatiliwa na Mwamba Jisok. Hasa bidada Yurang, yule mwamba alikuwa akimfuatilia, inaonekana alikuwa amegongana na mtu kwa bahati mbaya, na kwa bahati mbaya alikuwa ameangusha mizigo yake. Wakati mwamba anazidi kunyenyuka akawa ameangusha simu yake hapo chini. Hasa bidada anaamini kwamba huyu jamaa lazima atakupa na mission ya siri ambayo anataka kuifanya katika maeneo haya ya subway. Akawa anamkamata, lakini Mwamba Jisok akaingilia pale pale, alafu akasema, "Oh, kaka mkuu wa shule, mambo vipi ese?" Kwa hiyo bidada akagundua kwamba ni kama ameharibu tena, kama huyu ni kaka mkuu wa shule ambayo Mwamba Jisok amesoma. Hii ni hatari sasa. Na kumbe bana, huyu mkuu wa darasa ambalo Mwamba Jisok alikuwa akisoma akawa amechukua pingu na moja kwa moja akaenda kumvisha jamaa mmoja ambaye alikuwa anampeleleza kwa muda mrefu. Kumbe alikuwa anamvizia huyu mhalifu. Basi Mwamba Jisok akaomba sana samahani, akasema bana, mtusameni makosa madogo madogo ambayo huyu bidada Yurang ameweza kuyafanya. Huyu ni askari mgeni. Kwa kweli bidada Yurang aliomba msamaha sana, yani aliendelea kuomba msamaha kadri anavyoweza. Baada ya kutoka hapo moja kwa moja akawa ameelekea ofisini. Lakini Mwamba Jisok alipoweza kufika ofisini akamkabidhi bidada wallet na akasema kwamba wanatakiwa kumrudishia mkuu wa jeshi la polisi wallet yake, lakini wasiipeleke kama ilivyo, bali wanatakiwa waipeleke ikiwa ndani ya kibegi. Kwa hiyo bidada Yurang alikuwa ameagizwa kwenda kununua hicho kibegi na akawa amerudi nacho. Lakini dakika hizo bana, alikuja mtu wa delivery ambaye anasema kwamba nilikuwa nimeangusha simu yangu, nikahisi
eti labda jeshi la polisi lina taarifa juu ya simu yangu ambayo imeweza kupotea. Lakini kwa bahati mbaya bidada Yurang kile kibegi chake alikuwa amekiweka sawa kabisa na mabegi ya huyu jamaa. Mzee wa watu akaanza kusema, nilikuwa nimeangusha simu yangu wajukuu zangu. Basi kwa kuwa wanafahamu huyu mzee vizuri na anafanyia ile maeneo ya kwenye treni, wakampatia chakula. Mzee baada ya kula akasema, basi nimechelewa jamani, kama hamna taarifa ya simu yangu acha niondoke. Ila sasa wakati mzee anaondoka akachukua lile begi la bidada, alafu begi lake yeye ndo akawa ameliacha hapo ofisini. Yaani kifupi ni kama alikuja kwenye mission maalum ya kuja kulikomboa lile begi lenye simu ya madam. Asa Mwamba Jisok hajui kabisa kwamba begi iliyokuwa imeachwa mezani sio yenyewe kabisa, ila akaifuata ile begi na akapeleka kwa mkuu wake wa kazi, akasema nina zawadi kwa ajili yako. Na yeye akiwa nadhani kwamba ndani ya begi kuna wallet ya mkuu, kumbe bana begi hii sio yenyewe kabisa. Basi mkuu akawa amefungua pale, zawadi gani hiyo ambayo kijana wangu wa kazi ameniletea? Basi Mwamba Jisok anasubiria tu kupata sifa kutoka kwa mkuu wake wa kazi baada ya kumletea wallet yake. Lakini mkuu wa kazi akaitazama ile begi akasikitika sana. Kumbe bana ndani ya begi ambayo mkuu ameletewa kulikuwa kuna vidonge vya kuongeza hamu ya tendo la ndoa, lakini pia vilikuwa vinasapoti wazee kuweza kushiriki tendo. Mwanamama aliwaka sana. Wewe aliyekwambia nani ana hamu ya mizagamuano? Hivyo kijana una nidhamu kweli? Utapokea laana yangu mjinga wewe. Na mwanamama alikasirika sana. Kwanza akamtupia yale mavidonge, alafu akasema, hayo mahamu yako tafuta vijana wenzako, acha kunishawishi, mimi ni mtu mzima mjinga wewe. Hasa Mwamba ametoka ofisini kwa mkuu wa kituo, anatoka nje anakutana na kabidada Horyang. Kabidada kanafurahi kweli kweli, vipi mkuu amekupongeza? Na kama kawaida ya Mwamba Jisok akaanza kumlaumu bidada, yaani umeletea matatizo kila siku, yani hapa ndani kutoka ulipoweza kufika mimi kila siku ni majanga tupu. Lakini kitu ambacho walikuwa hawajui ni kwamba yule mzee mtu wa delivery huku alikuwa anatembezewa kichapo kizito. Inaonekana ni kama alikuwaga anafanya kazi kwa mtu mmoja ambaye ana tattoo katika eneo la shingo, na huyu mtu alikuwa anamlaumu sana mzee kwa kumwambia kwamba kwa nini umekopo mzembe kiasi hichi. Hasa Mwamba Jisok akiwa ameambatana na bidada moja kwa moja akawa anaelekea katika maeneo ya subway. Lengo lao ni moja tu, waende kumrudishia mzee begi lake la vidonge vya kuongeza hamu ya tendo la ndoa, wachukue begi ambayo ina wallet ndani yake. Ila kwa bahati mbaya sana haya maeneo alikuwa anaelekea yalikuwa yamefungwa. Katika kuendelea kupepesa macho wakaja kugundua kwamba ni kama kuna damu zinatiririka mitaa fulani kwa ndani. Bidada Yurang moja kwa moja akachukua fire extinguisher, yani kizimia moto, akaanza kupasua kile kioo. Lengo lake ni moja tu, aweze kuingia huku ndani aweze kujua hali ya mzee iko vipi. Na kwa kweli walimkuta mzee hali yake ni mbaya sana, amesukumiwa katika sinki la choo, na mzee alichokuwa nakisema ni kitu kimoja tu, kwamba mtu mwenye tattoo katika shingo ameweza kutoweka. Mwamba Jisok alijitahidi sana kumtafuta huyo mtu mwenye tattoo shingoni, lakini hakuweza kumpata, ila akawa nakumbuka kwamba huyu mzee ni kama alikuwa anawasiliana na simu mishale fulani ya mchana. Na Mwamba katika harakati za kuunganisha doti akaanza kuwa na wasiwasi hata na vile vidonge vya kuongeza hamu ya tendo la ndoa huenda vitakuwa vinahusiana na kitu kingine kabisa. Hasa Mwamba Jisok akawa amepiga simu katika kitengo ambacho kinahusiana na masuala ya drugs, yani madawa, na walikuja kugundua kwamba vile vidonge vilikuwa ndani yake vina madawa ya kulevya. Kwa hiyo mchongo mzima unaonekana kwamba huyu mzee alikuwa anafanyaga delivery kumpelekea yule mtu mwenye tattoo madawa ya kulevya, na kazi ambayo inaonekana ameifanya kwa muda mrefu. Na sababu ya yule mtu mwenye tattoo kumshambulia mzee mpaka kuweza kumsababishia hali mbaya kiasi kile, huenda ni kwa sababu alikuwa ameweza kupoteza mzigo ambao ndani yake ulikuwa na madawa ya kulevya, yani vile vidonge. Hasa bidada Yurang moja kwa moja akaanza kumwambia Mwamba Jisok, huna haja ya kupeleka vidonge hivyo kufanyiwa utafiti, kwanza unatakiwa kumkamata huyo mtu mwenye tattoo alafu utafiti uendelee. Lakini Mwamba Jisok akakambia kaka bidada, hivi wewe mbona unakielele sana? Mbona unapenda sana kunifundisha kazi? Yaani umekuja juzi tu kwenye kazi ya polisi lakini maelekezo mengi. Lakini Mwamba Jisok kuna maneno mengine akawa anaongea yakawa ni mabaya sana. Akawa anamwambia bidada, hivi wewe una familia ya kuweza kudili nayo? Kwa nini usio unawaza familia yako? Kila wakati unawaza tukakamate wahalifu. Yaani utafikiri una kazi ya kufanya. Lakini ukweli ni kwamba bidada Yurang ndugu pekee aliyekuwa amebaki naye katika hii dunia alikuwa ndio huyo dada yake ambaye alipotelea katika maeneo haya ya treni. Lakini bwana, wakati Mwamba amemaliza sasa kuwaka na kufoka kama vyote, yani mwisho wa siku bwana bidada akawa amegundua kwamba yule mzee katika beseni yake ya chakula alikuwa ameandika ka ujumbe kadogo. Huu ujumbe ni mzee alikuwa amemwandikia mtoto wake akisema kwamba anahitaji uniandalie supu nzuri pindi nitakaporejea nyumbani usiku wa leo niweze kujipatia supu. Na bidada Yurang akasema huyu mzee anaonekana kwamba ana familia, kwa ni muhimu tukafuatilia pia kuhusiana na familia yake kwa sababu ana majeraha bana. Na bidada akaongezea akisema kwamba nitashangaa sana kama utapuuzia swala la kwenda kuitembelea familia yake, kwa sababu watu wengi katika mitaa wanaamini kwamba msaada wao wa karibu ni maafande, lakini kama maafande ndio wanakuwa watu wa kwanza kupotezea kesi za raia, hicho kitu kitakuwa ni kibaya sana. Naomba tufuatilie kuhusiana na familia ya huyu mzee. Basi moja kwa moja walipoweza kutoka katika eneo hilo walirudi katika eneo la kituo cha polisi, na hapa operation ya kuweza kutafuta huyo mtu mwenye tattoo katika eneo la shingo
ni nani? Sasa bwana, jambo la kushangaza ni kwamba huyu mwamba ambaye ana tattoo katika eneo lake la shingo, hata kwenye CCTV kamera hajawahi kuonekana. Anaonekana ni mtu mmoja ambaye yuko makini sana katika kufanya mambo yake. Hasa bwana, afande Jisok pamoja na bidada Yorang wakaanza kuandaa mpango watafanyaje kumkamata mtu ambaye hajaacha alama yake wala hana hata fingerprint katika maeneo ya kituo cha polisi. Je, unadhani watafanikiwa katika misheni yao? Tukutane katika episode ya 4 ambayo itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili. Kumbuka kwamba mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max.